tunaingia katika sehemu hii ya mjadala leo, ikiwa ni siku ya kupambana na maradhi ya kisukari duniani, na ndio maana tunakuletea mjadala huu. Barani Afrika, hali ya maradhi ya kisukari mwaka 2025 inaelezwa na wataalamu kwamba ni mgogoro mkubwa kutokana na ongezeko la wagonjwa. Zaidi ya watu wazima milioni 24 hivi sasa wanaishi na kisukari. Miongoni mwa changamoto kubwa ni pamoja na kuweko idadi kubwa ya visa ambavyo bado havijagundulika, ambavyo vinakadiriwa kufikia 50%. Je, nini kinasababisha ongezeko la wagonjwa wa kisukari? Ipo nafasi ya jamii kupambana kudhibiti kisukari? Nimewaalika basi kutoka Dar es Salaam daktari wa kisukari kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, Dr. Kandi Muze, na mgonjwa wa kisukari kutoka huko Shinyanga, ni huko Tanzania, Mama Lea Swaleh. Karibuni sana nyote. Asante. Nianze na Mama Lea, kama unanisikia vizuri. Wewe unaugua kisukari. Uligundua vipi una kisukari kwanza kabisa? Asante mtangazaji, kama ulivyonitambulisha. Naitwa Lea Frank Saleh, natokea Shinyanga, maeneo ya Majengo Mapya. Ilikuwa mwaka 2023 ndipo nilipata shambulio la ugonjwa wa kisukari mwezi wa 10. Kwa kawaida kabisa kwenye familia yetu hakuna historia ya ugonjwa wa kisukari. Ilisababishwa, nilipewa dawa zinaitwa Duocotex kwenye dispensary moja. Nilipokunywa nikawa nasikia tu koo linakauka, mwili unachoka, jasho linafumuka, uono wa macho ukawa hafifu. Nikarudi hospitali tena, ndio nikagundulika nina ugonjwa wa kisukari. Baada ya hapo wakanianzishia kliniki, wakawa wananipa vidonge. Ujue sukari iko ya aina mbili, kuna ile ya kumeza vidonge na ile ya kuchomwa sindano. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza kwa wale wagonjwa wanaomeza vidonge. Baadaye nikaendelea kumeza vidonge kwa muda wa miezi 3. Kuna rafiki yangu mmoja ni nesi, akaniambia hivyo vidonge vinatuliza tu, na ukiendelea kuvimeza utafanya kongosho ife kabisa, wewe dhibiti tu mlo. Kwa hiyo nikawa natumia mlo ambao hauna wanga. Mpaka sasa naendelea vizuri na sukari hainisumbui mara kwa mara. Nimedhibiti mlo tu. Sawa Mama Lea, kama nimekuelewa vizuri, ni baada ya wewe kuona dalili ulizozitaja, kuchoka sana, mwili maumivu, ndo yalikufanya kwanza kabisa uende ukatafute matibabu, ndo ukagundua kwamba una kisukari? Kukauka na macho, kuona kidogo hafifu, giza. Ndio nikarudi tena kwa daktari nilivyozidiwa. Sasa hapo nimezidiwa, nikaenda tena hospitali. Ndio wakagundua kuwa na sukari. Nilazwa mpaka ICU, lakini kwa msaada wa Mungu nikatoka. Kwa hiyo baada ya hapo ninaendelea kuishi bila kula wanga. Na dawa kubwa ya ugonjwa wa sukari ni kuacha vyakula vya wanga, ni kuepusha kula vyakula vya wanga. Matango, sawa matango, parachichi. Tutakuja kwako tusikie vizuri vyakula unavyokula hasa kwa wakati huu, lakini ni mjie Dr. Lea, kwa mujibu wa WHO kanda ya Afrika, zaidi ya watu wazima milioni 24 wana maradhi ya kisukari, na idadi hiyo inakadiriwa kwamba itaongezeka maradufu kufikia mwaka 2050. Ni kitu gani kinasababisha ongezeko hili? Nadhani ulikuwa na maana Dr. Kandi. Nimesikia umesema Dr. Lea. Dr. Kandi, samani. Na mimi nimeshangaa. Dr. Kandi, kinachosababisha kikubwa kwa kweli, kinachosababisha muongezeko huu wa kisukari kwa kiasi kikubwa kama hicho, kwanza ni mtindo wa maisha tunayoishi sasa hivi ukilinganisha na siku za nyuma. Kwa hiyo mtindo wa maisha umechangia sana, kwa sababu watu hawafanyi kujishughulisha mwili, mazoezi. Watu wengi wamepunguza sana. Mtindo wa maisha ni kwamba kazi lini unapoenda unakuwa umekaa tu, labda unatoka unapanda gari, unapanda pikipiki, bajaji. Kwa hata ile kutembea tu watu wamepunguza sana. Kwa hiyo mwili hauna shughuli, tunasema umedweteka. Lakini mtindo wa maisha, kula vyakula ambavyo kama mama alivyosema vyenye wanga kiasi kikubwa, na wakati huo ujishughulishi. Lakini pia tunaweza kusema kwamba gharama labda za matibabu
ya kisukari, na watu kutokuwa na tabia ya kwenda kujipima tu hata kama haumwi. Kama mama aliposema hapo, ni mpaka alipoona dalili ndio akaenda hospitali. Kwa hiyo unakuta wakati watu wana hizo dalili, na kwa labda imeshachelewa, kisukari kimekuwa kwenye kimeshaingia. Lakini tungekuwa na ile kawaida ya kujipima na kujicheki hata kabla ya dalili hazijaanza, ingekuwa watu wanagundulika kwenye bado kwenye pre-diabetes, yani kwa bado hajaingia kwenye kisukari kamili. Na unapozungumzia kuingia kwenye kisukari kamili, tunasikia tu, naamini kwamba sio wengi wanaofahamu kuna aina tofauti ya kisukari, type 3, type 4, type 5. Hiki kisukari cha aina hizi tofauti, unaweza kutueleza hii type 3 ikoje, 4, 5, kuna tofauti yoyote? Ndiyo, tofauti kubwa inakuja kwenye visababishi na jinsi ambavyo inapatikana, na tofauti katika matibabu. Kwa mfano kama hii wanayoita type 1 ni ile ambayo tunasema aina ya kwanza kisukari inawapata zaidi watoto na vijana. Lakini hata wakubwa wanaweza kupata, lakini kwa kawaida zaidi ni watoto, kwa sababu ya kongosho inakuwa haiwezi kutoa insulin ya kutosha. Lakini pia kuna aina ya pili ambayo ndio inawapata zaidi, labda watu kuanzia miaka 20 mpaka watu wazima, ambapo hii inatokana na kwamba insulin ipo lakini haifanyi kazi sawa sawa. Nikisema insulin ni ile kichocheo kinachosaidia sukari, kubalance sukari kwenye mwili, sukari iende kwenye viungo na kwenye seli isibaki nyingi kwenye damu. Kwa hiyo kuna aina nyingine ambayo inapatikana kwenye wajawazito. Mtu anakuwa hana kisukari kabisa, lakini anapopata ule ujauzito inachangia kwamba anapata sukari. Na wengine baada ya kujifungua sukari inaisha, lakini kwa wachache inaweza kaendelea au itaje kujitokeza tena siku za baadaye. Na hiyo inayoita type 5 ni kama ni mpya sasa, bado inaongelewa sana, inawapata zaidi watu wenye tuseme kama utapiamlo au waliokonda sana. Nayo kwa hiyo kuna aina nyingi zinagundulika. Kuna aina nyingine ambayo inawapata zaidi vijana, lakini cha muhimu na shida kubwa ni kwamba sukari inakuwa nyingi mwilini kwenye damu. Na ndiyo. Mama Lea, mtindo wako wa maisha umebadilika tangu ulipogundua una kisukari? Umezungumzia katika upande wa ulaji, umebadilisha ulaji, lakini kwa ujumla wake maisha yako yamebadilika kwa namna fulani au nyingine? Yaani maisha yangu yako vizuri. Kwanza hiyo hali nilikubali na nimejua kwamba ninaumwa sasa. Sitaki kula vitu ambavyo vilikuwa vinasababisha kuleta shida hiyo ya sukari. Kwa hiyo ninapoamka asubuhi nitakunywa maziwa, nakula na matango na mboga. Mchana natengeneza mkate wa unga wa mbegu za maboga na mboga. Labda nitapata tena na juisi ambayo haina sukari ya parachichi. Ninashiba kabisa na afya yangu ni njema kabisa. Unafanya mazoezi? Kujua kama nina sukari. Nafanya mazoezi, natembea mwendo mrefu kila siku asubuhi na jioni. Natembea mpaka nitoke jasho. Mpaka utoke jasho. Na Dr. Kandi, ni mambo gani ambayo yanaweza kumsaidia mgonjwa kudhibiti haraka ugonjwa huu? Mambo ambayo yanasaidia sana kama alivyosema mama ni lishe ambayo ina kiwango kidogo sana cha wanga. Kwa mfano hao watoto wenye kisukari cha aina ya kwanza, mara nyingi tuwaambie kabisa kwamba wasile wanga, kwa sababu bado wadogo, wanaendelea kukua, wanahitaji kiasi sana cha wanga ili waweze kukua. Kwa hiyo wanapokuwa na aina ya pili ya wanga, tunajitahidi kuandaa kwamba kama alivyosema mama, kuna wengine wanasema kabisa usile aina ya wanga, lakini ujue kwamba hata hizi mboga nyingine zina kiwango kidogo cha wanga. Kwa hiyo bado wanapata wanga. Lakini ni kiasi ambacho hakiongezi sukari kufika ile kiasi kikubwa sana cha sukari ambacho kinahatarisha maisha. Wakati mwingine mtu anaweza wakati mwingine mtu anajitambua kwamba anaugua ugonjwa wa kisukari, lakini wakati mwingine unamsikia anasema ngoja nile leo tu huu baba na chapati kidogo, kuna sherehe hapa. Mtu anajishindilia kabisa viapati, wali. Watu hawa unatoa ujumbe gani? Kwa sababu hii nimeisikia sana katika jamii zetu, wamekwenda sherehe, harusi, pati, lakini utamsikia mtu kwa leo tu.
Hiyo kwa leo ina hatari zake. Kwa sababu hata pale tunapomwambia mtu labda sile wanga kabisa, lakini tunapenda kusema kwamba ni kiwango kidogo sana unachotakiwa kula. Kwa mfano kwenye sahani tunasema robo ya ile sahani ndio iwe tu vitu vyenye wanga. Lakini robo nyingine iwe vitu vya protein. Ile nusu nyingine ya sahani ukikata mara 4, ile nusu nyingine yote iwe ni mboga na hizi mboga ambazo hazina wanga kabisa. Kwa hiyo sasa ukila chapati nyingi ni kwamba hiyo sukari itapanda, na huwezi kujua, kwa sababu pia watu wengi hawapimi nyumbani, na tunawashauri wagonjwa wote wa kisukari ambao wameshagundulika lazima wao wanapima nyumbani. Kwa hiyo unaweza kusema ni leo tunakula, lakini baada ya siku mbili ukasema ni leo tena. Ukija kule kupima kiwango cha sukari cha miezi 3 unakuja kukuta ni kikubwa sana. Mtu anashangaa, mbona mimi nipate ile vyakula vya wanga? Kumbe ile ya siku moja aliyokuwa nakula ilikuwa inachangia. Waswahili wanasema haba na haba hujaza kibaba. Kwa hiyo unapokula chapati ukasema ni kidogo leo, basi hiyo kidogo inaweza kuwa na madhara makubwa. Kwa upande mwingine, Dr. Kandi, hali kwa watoto ikoje? Kwa sababu wako watoto wachanga wana kisukari vile vile, wanazaliwa nacho wengine. Hali ikoje kwa ujumla? Hali ni kubwa na inazidi kuongezeka, na kwa sababu bado tunajitahidi kutoa elimu kwa wafanyakazi wa afya na kwenye vituo vyetu vya afya vinapoona wagonjwa, tunapenda kuambia kwamba mtoto yote anapokuja anaumwa, hasa wale wanaumwa sana, tusikimbilie tu kwamba labda ni maambukizi ya bakteria kwenye damu, ni maambukizi, wapime sukari. Kwa sababu wagonjwa wengi wanaambiwa wana pneumonia, wana malaria kali, ndio vitu vinakimbiliwa, lakini hawapimi sukari. Kwa hiyo tunajitahidi kwenye vituo vya afya mpaka vya chini wawe na vipimo vya kupima sukari. Sawa, asante sana. Ili waweze kugundulika mapema. Asante sana Dr. Kandi Muze, na vile vile tulikuwa naye Mama Lea Swaleh, huyu anaugua kisukari.